Bila shaka umewahi kusoma habari za mtukufu Theofilo, ambaye habari zake zimeelezwa zaidi na mwinjili Daktari Luka. Ninapenda nikufahamisha kuwa kitabu cha Injili ya Luka na kitabu cha Matendo ya Mitume, lengo lake lilikuwa ni kumwendea mtu mmoja ambaye jina lake ni mtukufu Theofilo. Kitabu cha Injili ya Luka sura ya 1 mstari wa 3 na ule wa 4. Nimeona vema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo haya yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu, Theofilo mtukufu, upate kujua hakika ya mambo yale uliyofundishwa. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 1. Kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kuyafanya na kuyafundisha. Kwa utangulizi huu, karibu tujifunze historia ya Daktari Luka. Luka alikuwa ni Myahudi wa karne ya kwanza ambaye kwa asili alikuwa ni Myunani. Inasemekana alizaliwa mjini Antiokia ya Siria, ambao ni Uturuki kwa sasa. Ikumbukwe Luka hakuwa Myahudi, lakini ndiye mwandishi mzuri wa habari za Yesu. Luka hakuwa miongoni mwa wale mitume 12 wa Yesu. Luka alikuwa ni mwinjili ambaye aliamini kipindi cha mtume Paulo. Inasemekana Luka aliongozwa na mtume Paulo kumpokea Bwana Yesu, na waliishi kwa kuifanya kazi ya Mungu takriban miaka 18. Kwa taaluma, Luka alikuwa ni daktari, tena msomi, ambaye alikubali kuifanya kazi ya Mungu bila kujali elimu yake wala taaluma yake. Mtume Paulo anamtambulisha Luka kama daktari katika nyaraka zake. Barua ya pili kwa Timotheo sura ya 4 mstari wa 11, Wakolosai sura ya 4 mstari wa 14. Mtume Paulo anasema, Luka yule tabibu mpendwa na Dema wanawasalimu. Hapa mtume Paulo anatutambulisha Luka kama daktari. Utafiti unaonyesha kuwa ukaribu wa Luka pamoja na mtume Paulo ulipelekea mtume Paulo kujua dawa ya kibinadamu inayoweza kumsaidia mwanafunzi wake aitwaye Timotheo kwa ajili ya tumbo lake na magonjwa aliyokuwa yanamsumbua mara kwa mara. Kulingana na ile elimu ya kidaktari aliyoipata kwa daktari Luka, ilipelekea mtume Paulo aandike tiba kwenye waraka wa Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Tokea sasa usinywe maji tu, lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ya kupatayo mara kwa mara. Hapa wengi wa watu wanahalalisha kileo kama kimeruhusiwa na mtume Paulo, lakini ukweli wa mambo, ili jambo lilikuwa ni jambo la kitabibu, halikuhusiana moja kwa moja na kuhalalishwa kwa watu wengine. Jambo la msingi kukumbuka, nyaraka zilikuwa ni barua maalum kwa ajili ya eneo fulani au watu fulani. Kitabu cha mwinjili Luka na kitabu cha Matendo ya Mitume vilikuwa rasmi kwa ajili ya mtukufu Theofilo. Mwinjili Luka ni kati ya waandishi wakubwa katika orodha ya Biblia ya Agano Jipya. Inakadiriwa ameandika robo ya Agano Jipya. Habari ya mtukufu Theofilo inasemekana ni mmoja kati ya waliokuwa wakuu huko Rumi. Watafiti wanasema mtukufu Theofilo alihubiriwa habari za Yesu, alitamani sana kumfahamu Yesu ni nani. Kwa bahati mbaya sana alitaka kumjua Yesu pindi amekwisha ondoka. Hivyo alitaka ajiridhishe kwa habari za Yesu, hasa kwa utafiti uliofanywa na msomi. Mwinjili Luka ni kati ya msomi ambaye alikuwa na ujazo wa Roho Mtakatifu, aliamini Injili kupitia mikono ya mtume Paulo. Yeye aliifanya kazi hiyo. Pia inakadiriwa ya kuwa mwinjili Luka alikuwa pamoja na mtume Paulo kwenye safari ya mtume Paulo ya Injili ile ya pili pamoja na ya tatu. Luka ni kielelezo muhimu kwa sisi ambao kwanza hatukuwa Wayahudi. Kwa neema ya Mungu na upendo wa Yesu Kristo, Luka aliandaliwa kuleta Injili kwa sisi ambao kwa asili hatukuwa Wayahudi, lakini kwa njia ya imani tumefanana na Kristo. Hivyo basi, wewe uliye msomi na usiye msomi, Yesu anakupenda. Yesu anakuita. Kama ulikuwa na njia mbaya, geuka, mrudie Mungu. Kwa njia ya Yesu Kristo atabadilisha maisha yako. Watu wengi wamejiwekea moyoni kwamba watamrudia Mungu pindi wamechoka, pindi wamezeeka, pindi hawana kazi. Mungu anakutaka ingali una kazi yako. Mungu anakutaka ingali una taaluma na elimu yako. Mungu anakutaka ingali una shida yako. Hivyo hivyo ulivyo, Mungu anataka umrudie. Kitu pekee ambacho kitatufuata baada ya maisha haya ni matendo. Haijalishi ni mema au mabaya, yatakufuata popote utakapokuwa. Hivyo siku ya hukumu, matendo yako yatakuwa pamoja na wewe. Huko hautaenda na elimu yako, hautaenda na pesa zako, hautaenda na magari na nyumba zako, hautaenda na umasikini wako, hautaenda na shida zako, utaenda na matendo yako.
Geuka leo umfuate Yesu Kristo, ambaye kwa imani yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Imani zingine zote zinaitafuta njia, lakini imani ya Yesu Kristo yenyewe inajitosheleza, kwa kuwa mwanzilishi wa imani hiyo na muasisi ambaye ni Kristo, yeye mwenyewe ndiye njia. Hivyo tunapomfuata yeye hatupotei, bali tuko kwenye mikono salama. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Ninaamini Mungu amekuhudumia kwa ujumbe huu na unatamani kuendelea kupata jumbe zingine ninazozitoa. Wasiliana nami kwa namba WhatsApp inaonekana kwenye skrini yako, au tembelea YouTube channel kwa kuandika mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Mungu akubariki. Uwe na wakati mzuri.